Ama maudhui ya khutba yetu ya leo, kama nilivyowaahidi katika khutba iliyopita, tutakwenda kuzungumzia at-taubatu qabla Ramadhan, kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla hatukufika katika mwezi wa Ramadhan. Ndugu zanguni, mnavyojua leo ni tarehe 3 mwezi wa Shaaban, ambayo ni mwezi uliopo kati ya Rajab na kati ya Ramadhan. Ndiyo maana maudhui yetu ya leo inasema tuwe ni wenye kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya yale ambayo tuliyafanya katika siku zilizopita, miaka zilizopita, majuma mengi yaliyopita. Tuweze kutubia juu ya yale ambayo tumekuwa ni wenye kuyatenda. Ni nini maana ya tauba lughatan wa istilahan? Tunasema tutubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tauba ina maana gani? Waarabu wanaelewa neno tauba imechukuliwa katika kitendo, hiya maakhudhu min alfi'l, imechukuliwa katika kitendo. Taba, kwamba ametubu, yatubu, anatubia. Wa maanaha arrujuu, yuqalu taba an dhanbihi. Maana ya tauba ni kurejea kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kutubia juu ya yale ambayo aliyoyafanya, ay rajaa anhu wa taraka, yani ameachana na yale maovu aliyokuwa ameyafanya, akawa ni mwenye kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo maana halisi ya tauba. Amma tauba kisheria, arrujuu ila Allah ta'ala, ni kurudi kwa Mola subhanahu wa ta'ala bitarki almaasiyah, kwa kuacha maasiya, wanadhmu ala fi'liha, na kujutia yale ambayo umekuwa ni mwenye kuyafanya, walazmu sadiqi ala admi alawadi ilaiha, na kutia maazimio ya uhakika kwamba hutokuwa ni mwenye kurudia yale uliyoyafanya, mustaqbilan ila Allahi ta'ala, na ukawa ni mwenye kuelekea na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa mardati Allahi ta'ala, na kurudi kwa ridha ya Mola subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, wasema wanachuoni wengine, hiya tarkul dhambi alqabiha, maana ya tauba ni kuacha madhambi yaliyokuwa ni maovu, wanadmu ala ma fata, na kujutia juu ya yale ambayo yamepita, walazmu ala alla yauda ilayhi, na kuazimia kutokurudia, wa raddul huquqi ila ahliha in ta'allaqa adh-dhanbu bihuquqi al-ibad, na kurudisha haki kwa wanaostahiki, iwapo maasi hile, iwapo dhambi hile imefungamana na waja. Iwapo kosa uliyokosea imefungamana na ndugu yako, ukachukua mali yake kwa dhulma, ukaharibu jina lake kwa dhulma, hii ndio maana ya tauba, kuweza kurudisha ile haki iwapo inamstahiki, au iwapo hiyo haki ipo kati yako na kati ya ndugu Muislamu. Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala anasema kwamba ya makhlulul khataya atliq nafsaka bitauba, ewe ambaye umefungamanisha moyo wako na ukosefu wa kumkosea Mola subhanahu wa ta'ala, basi irejeshe moyo wako kwa kumtubia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya masjunu dhunubi fakki qaidaka bil istighfar, ewe ambaye umejifunga kwa kumuasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, asema basi fungua pingu yako, rejea kwa Mola yako kwa kumtubia Mola subhanahu wa ta'ala. Asa an yarhamaka maulak, huenda Mola wako akawa ni mwenye kukuhurumia, kabla dukhuli shahra siyami, kabla ya kuingia katika mwezi wa Ramadhan. Faman lam yatub qabla Ramadhan, asema Ibn al-Jawzi rahimahullah,
faman lam yatub qabla Ramadan, yule ambaye hakuwa ni mwenye kutubia kabla ya Ramadhan, famata yatub, huyo atatubia lini? Auliza Ibnul Jawzi, iwapo mtu hakuwa ni mwenye kutubia kabla ya Ramadhan, basi ni wakati gani atakwenda kutubia? Asema mwingine katika salaf, man lam yunaqi qablahu fi Rajab wa Sha'ban, yule ambaye hakuweza kuisafisha nyoyo yake, hakuweza kuiweka kwenye mistari moyo wake ndani ya Rajab na Sha'ban, kaifa yajidu halawata al-imani fi Ramadan, huyu atapata vipi chembe ya iman, itaweza kuingia vipi? Au atapata vipi halawa, au ataonja vipi utamu wa imani ndani ya mwezi wa Ramadhan? Yule ambaye hakurejea kwa Mola, hakuisafisha moyo wake ndani ya mwezi wa Rajab na Sha'ban, ni wakati gani imani, utamu wa iman, halawa ya iman itaweza vipi kuingia katika moyo wake ndani ya mwezi wa Ramadhan? Naam, ni kwamba salaf hawa wanatuelezea kabla hatukuingia katika Ramadhan, kuna haja ya kuweza kuiweka sawa nyoyo zetu, kuna haja ya kuweza kurejea kwa Mola wetu, kuweza kusafisha mambo yetu mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na ili tutubie kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanavyuoni waliokuwa ni wenye kubobea katika dini ya Mola Subhanahu wa Ta'ala waliweza kuweka masharti ili kukubaliwa kwa toba yetu. Amma shurutu tauba thalathatun au arba'a, masharti ya tauba itakuwa ni 3 au ni 4. Ni kumaanisha ya kwamba tauba haiwi bila ya kukubaliwa, bila ya kuweza kuzingatia masharti hayo 3 au 4. Hayo masharti unaweza ukajiuliza kwa nini 3 au 4? Iwapo makosa yako imefungamana na ndugu yako, ukamdhulumu mali yake, ukamdhulumu sehemu ya ardhi yake, basi masharti hiyo itakwenda 4. Lakini iwapo makosa hile yamefungamana kati yako na kati ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, masharti yatabaki kuwa 3. Ama masharti 3 juu ya makosa yaliyopo kati yako na kati ya Mola, sharti ya kwanza al-iqla'u 'ani dhambi fawran, ni kuondokea ile dhambi moja kwa moja, haraka uwezekanavyo unaiacha ile dhambi ulikuwa unayoifanya. Iwapo ulikuwa unamuasi Allah kwa kuzini, basi ondokea ile zina mara moja. Sharti ya pili an-nadhmu ala ma mada, ni kujutia yale ambayo yamepita. Masiku kadhaa yaliyopita ulifanya mambo mengi ambayo hayamridhishi Mola Subhanahu wa Ta'ala, basi hakuna budi kujutia. Asema Rasul, an-nadhmu tauba, majutio au kujutia ni tauba. Ama sharti ya 3 al-azmu as-sadiqu ala an la yauda ila adh-dhanb, lazima uazimie maazimio ya ukweli kwamba hutokuwa ni mwenye kurudia ile dhambi. Ikipatikana hayo masharti 3 na ukasujudu mbele ya Mola na ukazingatia masharti haya 3, dhambi ambayo ipo kati yako, makosa ambayo ipo kati yako na kati ya Mola Subhanahu wa Ta'ala itakuwa ni yenye kusamehewa moja kwa moja. Lakini ni iwapo utaiacha ile dhambi ukaijutia juu ya yale uliyoyafanya, na pia ukaazimia maazimio ya ukweli ya kutokurudia yale makosa uliyoyafanya. Ndugu zangu ni katika imani, lakini iwapo makosa iko kati yako na kati ya ndugu yako, umemdhulumu ndugu yako kwa njia hii au ile, basi hakuna budi kuweza kuiregesha haki. Inakuwa ni sharti ya 4 inaongezeka hapo,
ni kwamba ruddul huquqi ila ahliha, ni kurejesha ile haki kwa wanaostahiki. In kana dhambu yataallaqu bihuquqi alibad, iwapo makosa ile imefungamana na ndugu. Mathalan, wewe ni mzinifu aliyepitiliza huko nyuma, kwa kuzini tu umemkosea Mola Subhanahu wa Ta'ala. Unazingatia hayo masharti matatu. Yatakuwa masharti ni matatu iwapo zinaa ulioifanya ni zinaa ya mtu anayeendana na wewe, yani mtu ambaye ni bachala kama wewe, hakuolewa kama wewe. Lakini ni kwamba iwapo makosa ni zinaa uliozini kwa kutembea na mke wa mtu, basi lazima ukaregesha haki kwake, ukamwite ukamwambie, ndugu yangu, nilikukosea kwa hili, siku fulani na fulani nimetembea na mke wake. Basi na hiyo mtakwenda kukutana mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Au pengine jirani yenu, ndugu yako, pengine ardhi yenu ziko karibu, mkakata ardhi ukachukua sehemu yake kidogo, hata kama ni shibra, ukachukua ile sehemu, basi hakuna budi wewe umrudishie ile ardhi, alafu ndio utubie kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Pale ndipo uweze kupata kusamehewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu ni katika iman, asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, ni hadithi inayosimuliwa na Anas ibn Malik radiyallahu anhu, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullu ibn adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, wanadamu wote ni wakosefu, hakuna asiyekosea, hakuna mkamilifu, wote wanakosea. Lakini asema yule mwanadamu mkosefu aliye mzuri kabisa au aliye mzuri katika makosa yake ni yule ambaye anatubia kwa yale aliyoyakosea. Huyo ni mzuri kabisa, anapokosea anatambua kwamba mimi nimemkosea Mola Subhanahu wa Ta'ala, na yarejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kutubia juu ya makosa yake. Naam, ndugu zangu, iwapo tutatubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yako na faida chungu nzima. Hakuna khairi unayofanya kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo itaenda patupu. Tutaje tu baadhi ya faida ambayo inatokana na tauba. Iwapo utatubia kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, anna Allah yubaddilu as-sayyiati hasanat, Allah Subhanahu wa Ta'ala ataibadilisha yale maovu uliyokuwa ukiyafanya, Allah anafanya kuwa mema. Ni maneno ya Mola Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Furqan aya ya 70, asema Mola Subhanahu wa Ta'ala, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, illa man taba, isipokuwa wale ambao wamekuwa ni wenye kutubia kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, wa amana, na wakaamini Mola Subhanahu wa Ta'ala, wa amila salihan, na wakawa ni wenye kutenda matendo mazuri. Allah anatuelezea malipo yao, faulaika, Allah anawazungumzia hao akina nani? Ambao wanakuwa ni wenye kutubia, ni wenye kuamini na wenye kutenda matendo mazuri. Allah anasema yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat, Allah Subhanahu wa Ta'ala atawabadilishia maovu walioyafanya, Allah anawabadilishia kuwa mema. Yale maovu waliyotenda Allah anabadilisha na kuwa ni mema. Wa kana Allahu ghafuran rahima, hakika ya Mwenyezi Mungu amekuwa ni mwenye maghfira au ni mwenye msamaha, na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye huruma. Ndugu zanguni, ni faida kubwa iliyoje umemwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maasi yasiyoangalika, yasiyoweza kusamehewa na mwanadamu unapofanya mbele ya uso wake. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sio tu kukusamehe, Allah anakuwa ni mwenye kubadilisha, yanakuwa ni mema. Ama faida nyingine, fathu abwabi rizqi wal khairat, Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kukufungulia milango ya riziki na milango ya khairi. Unapotubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah
anakufungulia milango za riziki na Allah anakuwa ni mwenye kukufungulia milango za khairi. Ni hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, innal abda la yuhramu rizqa bidhanbin yusibu. Ingawa ni hadithi ambayo baadhi ya wanavyoni hawaikubali usahihi wake, lakini asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, innal abda, hakika ya mja, la yuhramu rizqa, atakuwa ni mwenye kunyimwa riziki, bidhanbin yusibu, kwa makosa anayoyafanya. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala anakufanyia mambo yako yanakuwa magumu, maisha yako yanakuwa mazito. Makosa ni yapi? Ama kosa lako ni lipi? Huna kosa, kosa yako ni maasi unaokuwa ni mwenye kuyafanya. Ndio asema Rasul, innal abda la yuhramu rizqa bidhanbin yusibuh, hakika ya mja atakuwa ni mwenye kunyimwa riziki yake, riziki ambayo ushaandikiwa unanyimwa kwa sababu ya makosa uliyoyafanya wewe. Kwa hivyo wakati mwingine tuwe ni wenye kuangalia nafsi yetu. Unapokuwa maisha yanakuwa magumu kwako, jipime ni yapi umekosea mbele ya Mola subhanahu wa ta'ala. Ni kipi au ni wapi nimekosea ndipo mambo yangu yanakuwa magumu? Kwa nini mambo yangu hayaendi? Asema Mola subhanahu wa ta'ala, illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أسمى الله سبحانه وتعالى kupitia ulimi ya Nuh alayhi salam, Allah anasema faqultu, ewe Allah, mimi niliwaambia watu wangu, istaghfiru rabbakum, tubieni kwa Mola wenu, innahu kana ghaffara, hakika ya Mola anakuwa ni mwenye kusamehe, anakuwa ni mwingi wa kuwa na msamaha. Yursilis samaa alaykum midrara. Sikia faida ndugu yangu, Allah anasema baada ya kuwa umekuwa ni mwenye kufanya istighfar, ukawa ni mwenye kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yursilis samaa alaykum midrara, jambo la kwanza Allah ataifungua mbingu, itakuwa ni yenye kuteremsha baraka yake. Wayumdidkum bi amwalin, Allah anawafungulia mali baada ya kuwa umetubia. Wabanin, Allah anawafungulia watoto, mnakuwa na watoto wazuri, mtakuwa ni mwenye kuendelea kuzaa. Wayaj'al lakum jannatin, na Allah atawajalia mabustani. Wayaj'al lakum anhara, na Allah atakuwa ni mwenye kuwajalia mito. Bisababi tauba, sababu ya tauba uliyotubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yaftahi Allahu laka abwaba alkhaira kullah, Allah subhanahu wa ta'ala anakufungulia kwa sababu hiyo milango zote za khairi. Hili yote inapatikana baada ya kuwa wewe umetubia kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, miongoni mwa faida inayopatikana katika tauba, at-taubatu sababu lilfalahi wan najah. Tauba ndiyo sababu ya kufaulu, ndiyo sababu ya kufaulu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fa amma man taba, hakika yule ambaye ametubia, wa amana, na akatenda akamwamini Mola subhanahu wa ta'ala, wa amila salihan, na akatenda matendo mazuri, fa asa an yakunu min almuflihin, hakika huenda hao Allah subhanahu wa ta'ala akawafanya ni wenye kufaulu. Kwa hivyo kufaulu Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka kwa tauba. Kwa hivyo ili tuweze kuingia ndani ya Ramadhan tukiwa ni wenye kufaulu, hebu msikize Rasul sallallahu alayhi wasallam. Rasul ni mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemwambia, Allah amekusamehe makosa yako yaliyopita na yajayo. Mwambia, qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah anamwambia Rasul, Allah amekusamehe makosa yako yaliyopita yote. Allah amekusamehe makosa yako yaliyopita yote na yajayo, na Allah amekutimizia neema yako yote ya Muhammad.
lakini inapofika katika mwezi wa Shaaban, Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikithirisha kufunga. Masahaba wakamuuliza, ya Rasulullah, kwa nini kwamba wewe unafunga zaidi katika mwezi wa Shaaban kuliko miezi yote? Rasul sallallahu alayhi wasallam akasema, hakika hii ni mwezi ambaye matendo yote ya mwaka mzima inakuwa ni yenye kunyanyuliwa mbele ya Mola subhanahu wa ta'ala. Basi mimi pia ninapendelea inaponyanyuliwa matendo yangu, basi funga iwe ndani yake. Hadha huwa alladhi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, huyu ni yule ambaye amesamehewa makosa yake yaliyopita yote. Sembuse mimi na wewe tunao mkosea Mola subhanahu wa ta'ala dhahiri shahiri, wa bila ya kuficha na bila ya aibu. Tuna haja zaidi ya kuregea kwa Mola subhanahu wa ta'ala na kutubia na kutaka msamaha kwake Mola subhanahu wa ta'ala. Naam, ndugu zanguni, faida ya mwisho ambayo tunaangalia katika faida ya tauba, nurun fil qalbi was-sa'adatu dunya. Unapotubia kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, utapata nuru katika moyo wako na utakuwa ni mwenye kuwa na furaha na bashasha ndani ya hii dunia. Sio maneno yangu, ni maneno ya Mola subhanahu wa ta'ala. Allah anasema, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana ila ajalin musamma. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa anistaghfiru rabbakum, basi tubieni kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Na basi kwa nini msiwe ni wenye kutubia kwa Mola subhanahu wa ta'ala? Thumma tubu ilayhi, mfanye istighfar na mtubie kwa Mola wenu. Hakika mtakapofanya hivyo, yumatti'ukum mata'an hasana, Allah atawapatia istarehe iliyokuwa nzuri kabisa, ay fi dunya wal akhirah. Allah atakupa maisha yaliyokuwa mazuri hapa duniani na kesho akhira. Utakachofanya, achana na makosa unayoyafanya, jutia yale unayoyafanya, azimia kwamba hutorudia, na kaa utubie kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Ukifanya hivyo, yumatti'ukum mata'an hasana, atakuwa ni mwenye kuwastarehesha istarehe iliyokuwa nzuri. Naam, ndugu zangu, fababu taubati maftuha, milango ya tauba iko wazi, haitokuwa ni yenye kufungwa. Wala yughlaqu fi wajhi ahadin hatta tatli'a ash-shamsu min maghribiha, milango ya tauba haitofungwa mpaka pale ambapo jua itakuwa ni mwenye kutokezea mashariki. Tauba milango yake haitofungwa. Na tauba hii ni tauba ya watu wote, lakini tauba yako binafsi haitofungwa milango yake mpaka ruhu yako ifike hulqum, afwan, inapofika hapo ruhu yako, ndipo milango yako ya tauba itakuwa ni yenye kufungwa. Lakini milango ya wengine au milango ya umma nzima itakuwa ni yenye kufungwa pale jua inapochomoza mashariki. Ile siku asubuhi umeamuka ukaona jua imechomoza pande hii, baba, usitubie, tauba milango yake itakuwa imeshafungwa. Wa mahma kana dhanbu adhima, haijalishi ukubwa wa dhambi yako, kosa ulioifanya haijalishi ukubwa wake, uwe unamshirikisha Mwenyezi Mungu, uwe unazini, uwe unaua, makosa yoyote iwe na ukubwa kiasi gani, iwapo utatubia, Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kusamehe. Allah anasema katika Qur'an, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah subhanahu wa ta'ala hasamehei iwapo mtu atakuwa ni mwenye kumshirikisha. Hii ni wakati gani? Ay idha mata ala shirki wa lam yatub qabla mauti, ni pale ambapo mja atakufa juu ya ile ushirikina na hakutubia kabla ya kufa kwake. Lakini ukitubia juu ya ushirikina uliofanya kabla ya kufa kwako, Allah atakusamehe, lakini ukikufa na ule ushirikina wako, msamaha hamna. Ndugu zangu ni katika iman, kisa ambayo ni maarufu, ambayo inapatikana katika sahihu al-Bukhari na katika sahihu al-Muslim, asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, katika wale ambaye waliokuwa kabla yenu katika watu wa Banu Israil, alikuwepo mtu mmoja ambaye
aliua watu 99. Baada ya kuua watu 99, fasaala an a'lami ahli al-ard, akaulizia mtu ambaye ni mwenye elimu, ambaye ana ujuzi katika watu wa ardhi. Alisema, nielekezeni, nimeua nafsi 99, nielekezeni kwa mtu ambaye anakuwa ni mwenye kuwa na elimu katika ardhi. Fadulla ala rahibin, akaelekezwa kwa rahib. Rahib ni mpiga ramli au mtu ambaye anaaminikana ama watu wanamwamini kwamba yeye anajua mambo ya ghaib. Faatahu faqala innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min tauba. Akakuja kwa yule rahib akamwambia, mimi nimeua nafsi 99, nimeua mtu mmoja mpaka 99, vipi nikitubia Mungu atanisamehe? Yule rahib akamwambia, faqala la faqatalahu fakammala bihi 100. Yule rahib alipomuuliza akasema, hapana, huwezi samehewa bwana, 99, mtu mmoja mpaka 99, hai, huwezi samehewa. Yule jamaa akamuua, akatimiza watu 100. Akauliza tena, na ala linnas, tena akaenda kuuliza ni yupi mwingine ambaye anajua zaidi, atakwenda kuniambia kama kweli Mungu atakuwa ni mwenye kunisamehe. Safari hii amekuja ameua nafsi 100. Fafadalla ala rajulin alimin, akaelekezwa kwa mtu ambaye ni alim. Faqala innahu qatala 100 nafsa fahal lahu min tauba, akamuuliza, mimi nimeua nafsi 100, hivi nitakuwa na mwenye kutubia na Allah atakuwa ni mwenye kusamehe? Akamwambia, faqala na'am. Yule alim akamwambia, ndio, Allah atakusamehe, utakuwa na msamaha kwa Mola. Waman yahulu bainahu wa baina tauba, ni nani ambaye atazuia kati yako na kati ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukukubalia makosa yako? Allah asimkubalie msamaha yako. Ni kipi ambacho kitazuia Allah asiwe ni mwenye kukukubalia msamaha wako? Lakini akamwambia, toka hapo, nenda ardhi fulani fulani, nenda ukatubie kwa Mwenyezi Mungu huko. Hii ardhi ambayo umemuasi Allah, ardhi ambayo umeua watu 100, toka katika hii ardhi, nenda katika ardhi nyingine. Alipokwenda, inasemekana yule mtu, kama Rasul anavyoelezea, yule mtu akaelekea. Alipofika, kabla hakufika katika ardhi aliyoelekezwa, Malakul Maut akamtembelea, akamchukua, akaichukua roho yake. Alipoichukua ruhu yake, malaika wakawa wamebishana. Malaika wa rahma wanasema, huyu mtu ni wetu, alikuwa akienda kutubia kwa Mola wake. Malaika wa adhab wanasema, huyu ni wetu, lam ya'mal khairan khattun, huyu hakuwahi tenda mambo mazuri, huyu alikuwa akiishi kuua tu. Kwa hivyo huyu ni wetu, huyu anastahiki adhabu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akamtuma malaika. Baada ya wale malaika wawili wa adhabu na wa rahma kushikana, Allah Subhanahu wa Ta'ala akatuma malaika ili alete uadilifu kati ya wale malaika wawili. Alipokuja akasema, qisu ma baina al-ardayn, akasema pimeni ardhi zile zilizo kati yenu, fanyeni mapimo ya ile ardhi. Iwapo ile asilimia za sehemu aliyotoka au kipimo ya sehemu aliyotoka ni kubwa kuliko ile sehemu nyingine, basi atakuwa ni wa rahmat, malaika wa rahma atamchukua. Lakini iwapo sehemu anayoelekea ni mbali kuliko anapotoka, basi malaika wa adhabu atakuwa ni mwenye kuchukua. Katika riwaya nyingine inasemekana Allah Subhanahu wa Ta'ala alituma malaika wengine ambao wanakuwa ni wenye kusongesha ule mwili ili apate huruma ya Mola, kwamba ilipopimwa ikapatikana ile ardhi anayoelekea ni karibu kwa shib, au ardhi ambayo anayotoka na ardhi anayoelekea kati yake kuna ukubwa tu wa shib, kipimo tu ya kiasi hiki, yani kidole yako tu uweke hivi, kipimo hiyo tu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akachukuliwa na malaika wa huruma, faqasu fawajadu adna ila al-ardi allati arada faqabidathu malaikatu rahmah, akachukuliwa na malaika wa huruma. Ni maneno ya Rasul sallallahu alayhi wasallam ambayo inapatikana katika Bukhari na Muslim. Ndugu zanguni, Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwingi wa msamaha. Turejee kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kabla ya Ramadhan, tutubie kwa makosa tuliyoyafanya kabla ya Ramadhan, ili tuingie katika Ramadhan ikiwa mambo yetu ni freshi, ikiwa mambo yetu yako vizuri,
ikiwa hali yetu, nafsi yetu ziko safi, ikiwa vitabu vyetu viko safi. Turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Asema Mola subhanahu wa ta'ala, qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Asema Allah, qul, waambie Muhammad, ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, waja wangu ambao wamefanya madhambi makubwa katika nafsi yao, wameingilia makosa makubwa ya kumwasi Mola wao, waambie la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, kukata tamaa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwamba hatokusamehe pia ni katika makosa. Makosa tunayofanya ni kukata tamaa kwamba Mungu atatusamehe kwa yale ambayo tumekuwa ni wenye kuyafanya. Kwa hivyo Allah anasema msiwe ni wenye kukata tamaa kwa Mola wenu, fa inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, hakika ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakuwa ni mwenye kusamehe makosa yote. Ndugu zanguni, wako watu wa sampuli moja, hata watubie vipi, waamke usiku, nyakati ya usiku, wakati gani, hawatokuwa ni wenye kusamehewa na Mwenyezi Mungu katu. Sio maneno yangu, ni maneno ya Rasul sallallahu alayhi wasallam. Ni hadithi inayopatikana katika Sahihul Bukhari kwa hadithi nambari 6069 na inapatikana kwa lafzi hiyo hiyo katika Sahihul Muslim kwa hadithi nambari 2990. Ni hadithi inayosimuliwa na Abi Huraira radhiyallahu anhu. Sikiza vizuri ndugu, ili ujue wewe kama uko katika hao hutosamehewa katu. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, kullu ummati muafan illa almujahirin. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, umma wangu wote watasamehewa, wanaponyanyua mikono yao watapata msamaha wa Mola, isipokuwa wale wanaodhihirisha maasi yao. Rasul akaelezea, wa inna minal jihari, asema katika kudhihirisha, an ya'mala ar-rajulu bil-layli, ni mja afanye mambo yake usiku, thumma yusbihu, kisha akapambaukiwa, waqad satarahu Allahu, Allah amemsitiri, fayaqulu, kisha anaamka asubuhi anasema, amiltu kadha, amiltu laylatal barihati kadha wa kadha wa kadha. Katika kudhihirisha ni mja amke asubuhi, usiku amefanya mambo yake kwa giza, tena kwa kujificha. Asubuhi akaamka, akaenda kwa marafiki zake, akawaambia, wajua jana usiku nimefanya hili na hili na lile. Msamaha ya Mwenyezi Mungu hutokuwa nayo. Iwapo utadhihirisha yale uliyoyafanya, unawaelezea ndugu zako namna ulivyokutana na mrembo aliyeshindikana, alikuwa geti kali, unasema yule mimi huko nimepita. Jana nilikuwa na fulani, wewe unajua mimi tangu nikuwe mtu mzima nimekutana na wangapi, ingawa sikumbuki wote, lakini fulani nishapita naye, fulani nishapita naye, na fulani nishapita naye. Wallahi huna msamaha ya Mola subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, iwapo utatubia kwa Mola subhanahu wa ta'ala, utakuwa na hatma iliyokuwa nzuri kabisa. Ukiishi siku zote unatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, uko na hatmul khair. Sio maneno yangu, ni maneno ya Rasul sallallahu alayhi wasallam. Asema, man mata ala shay'in ba'athahu Allahu alayhi, yule ambaye atakufia juu ya jambo, Allah atamfufua juu ya hile jambo. Kwa hivyo ni kumaanisha, iwapo utakufa ukiwa unatubia kwa Mola wako, Allah atakufufua wewe ukiwa taib.